Hamjambo. Nimewamisi sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Wataweza? Ndio kwanza kumekucha, si ndio Na sisi tupo kazini, hakuna atakayepenya hapa. Mheshimiwa Katibu Mwenezi, karibu sana mkoa wa Lindi. Kama nilivyokuambia pale Somanga, huu ni mkoa salama wa Chama cha Mapinduzi. Wasindikizaji wapo kama ilivyo harusi zingine zozote, lakini sisi ndio wenye mkoa na tunakuhakikishia tuko salama na Chama cha Mapinduzi kina kura za kutosha katika mkoa wa Lindi. Katibu Mwenezi, nianze kwa kukupongeza. Mimi nimekuwa katibu mwenezi miaka 6, naijua ugumu wa kazi hii. Unafanya kazi nzuri kakaangu, hongera sana. Katibu Mwenezi anakabia juu sana, viwango vya juu sana, mpaka jamaa wamechanganyikiwa. Lakini kwa mazingira haya hatuna namna, endelea kukaba hivyo hivyo, na sisi tutaendelea kukuunga mkono na kuhakikisha chama chetu kinashinda katika mkoa wetu. Katibu Mwenezi, ni kuhakikishia utafanya ziara na utamaliza salama. Ninakutakia kila laheri katika ziara katika mkoa wetu, lakini pia na mkoa wa Mtwara. Karibu kusini yote iko salama. Kwa sababu muda umekwenda, nataka kusema jambo moja la kisera. Katibu Mwenezi, kwa ridhaa yako, moja tu la kisera. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na kuwa ni mbunge wa Mtama. Walikuja jamaa zangu hapa wakiongozwa na mjomba wangu. Moja ya jambo kubwa walilizungumza hapa, swala la ushirika. Nataka kuliweka sawa. Kwa nini? Kwa sababu mwaka 2018 mimi nikiwa mbunge wa Mtama, pale bungeni tulisimama kutetea zao la korosho, na mimi niliwaongoza wenzangu, na nawashukuru wabunge wa mikoa ya Lindi na Mtwara waliniunga mkono. Tukapigana juu ya korosho yetu. Katika watu walioambatana na mjomba na akiwemo Lema na wenzake walikuwemo bungeni, walifunga midomo yao. Hawakuwa watetezi wa korosho. Wakija hapo wakajifanya wana uchungu na korosho, ni wanafiki, kwa sababu wakati ule hawakuwa na sisi. Mbunge peke yake wa upinzani aliyesimama na wabunge wa kusini kutetea korosho alikuwa mbunge wa Kigoma Zito, na wala sioni aibu. Wengine wote walikimbia. Leo mjomba anakuja hapa anajifanya na uchungu na korosho yetu. Wanakilwa, wanakusini, wakulima wa korosho. Nataka niseme hivi, katika historia ya zao la korosho hakuna rais amesimama na mkulima wa korosho kuliko Samia. Hayupo. Na nitatoa kwa takwimu, miaka yote wakulima wa korosho, mnajua tulikuwa tunanunua shamba wenyewe, tunalima wenyewe, tunasafisha wenyewe, tunapiga dawa wenyewe, tunavuna, tunaokota wenyewe, tunaenda galani wenyewe. Serikali tulikuwa tunakutana nayo galani kwa miaka nenda miaka rudi. Ni mwaka 2021 Rais Samia alipoapishwa kuwa rais wa nchi hii, akaamua aanze na mkulima wa korosho shambani. Akafanya nini? Kwanza mwaka 2021 akaleta shilingi bilioni 59.4 kwa wakulima wa korosho kwa ajili ya pembejeo zao. Tukagawiwa pembejeo za bure kwa mara ya kwanza katika historia ya serikali za CCM. Kweli si kweli? Tena na wapinzani wetu wanapanga foleni kuichukua pembejeo ya bure. Hebu wawe na adabu kidogo. Mwaka 2022-2023 serikali ya Rais Samia ikaleta bilioni 96.3 kwa ajili ya pembejeo. Waanze na mkulima wa korosho shambani. Kafu, Chadema na babu zao wanapanga foleni, wanachukua pembejeo ya Samia. Wawe na adabu kidogo basi. Mwaka 2024
Rais Samia ameleta bilioni 189 mwaka jana, msimu uliopita ameleta bilioni 281, na wao wanapanga foleni kuchukua, halafu wanapanua midomo. Si sawa. Mnyonge mnyongeni. Samia ametutendea haki kwenye korosho. Mimi ni katika wabunge waliosimama kutetea korosho, nyewe mnajua. Sioni aibu kusimama hapa kusema ameitendea haki korosho yetu. Katibu mwenezi, mwambie rais, wakulima wa korosho hatumdai. Tunalo tatizo dogo kwenye ugawaji wa pembejeo. Kuna dhuluma kidogo. Kuna utapeli kidogo. Kuna ujambazi kidogo. Kuna wizi kidogo. Hilo sio la Samia. Hilo ni la kwetu sisi wagawaji. Halimuhusu Samia. Hilo ni la usimamizi. Samia ameleta zaidi ya bilioni 600 kwa wakulima wa korosho. Akisimama mtu akasema mfumo huo haufai, yeye ndio hafai na hana akili. Kwa hiyo kusini tuna wakulima wa korosho. Nataka kuwaomba mwezi wa 10 tukajaze kura kwa Mama Samia, ili tuwaonyeshe kwamba mfumo wanaopigia kelele wala hawajui maskini wa Mungu. Kabla ya kupeleka korosho ghalani, mimi nilikuwa mkuu wa wilaya. Korosho yetu ilifika shilingi 200-300. Leo tumekwenda mpaka shilingi 4000. Halafu mtu anakuja hapa anasimama, unajua ghalani haifai. Hana adabu kabisa. Na ningekuwa na muda ningesema mama alivyohangaika na mbaazi, alivyohangaika na ufuta na kadhalika. Nataka niwaombeni wana kusini, tusiwe watu tusiokuwa na shukurani. Linganisheni tulikotoka na tuliko leo na korosho. Safari bado inaendelea, na kwa niaba ya wabunge wa kusini ni waahidi wakulima wa korosho, tutasimamia heshima ya korosho yetu iendelee kukua. Lakini mnayo kazi moja, tupeni kura za kutosha mwezi wa 10. Wangapi wana kura za Samia hapa? Samia oye! Kwa leo inatosha, asanteni sana.